Karibu sana katika simulizi yetu mpya tunayoianza siku ya leo. Na simulizi yetu ya leo bwana, inakwenda kwa jina la Najuta Kumpa Lifti. Ungana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa hii simulizi. Mwandishi na msimuliaji wa simulizi ni mimi Mami Maudi, ambayo inaweza kunipata kwa nambari za simu 0753056995. Kwa majina mimi naitwa Boni. Taaluma yangu mimi ni dereva, lakini dereva wa kujitegemea. Lakini licha ya kwamba nimejiajiri mwenyewe, ila kazi yangu huwa naifanya kwa umakini zaidi, kwa sababu pia nina mawasiliano maalum, yaani nina simu ambayo huwa naitumia, kwa sababu nimejitangaza sana mtandaoni, na huko ndio huwa napata wateja hasa. Yaani kuna wateja ambao wanachukua namba zangu na kunitafuta. Nimekuwa nikipata wateja wengi, na kwa sababu ya hii kazi nimekuwa nikiishi maisha yenye nafuu kidogo. Sasa bwana, mimi nimeoa, lakini mimi na mke wangu hatujabahatika kupata mtoto bado, kwa sababu tuna miaka miwili tu kwenye ndoa yetu. Mimi kazi yangu huwa nafanya kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili, yaani kwa kifupi huwa sipumziki kabisa nyumbani. Hii inatokana na kwamba nimekuwa ninapata wateja wengi kama nilivyosema hapo mwanzo. Kwa hiyo muda wote simu yangu waga inakuwa busy tu. Nikitoka kwa mteja huyu, basi anaingia mteja mwingine. Nakumbuka siku moja ilikuwa ni siku ya Jumapili. Niliamka vizuri kwa ajili ya kuelekea kazini, kwa sababu nimekuwa nikirudi nyumbani mida ya saa 10 hivi au saa 11. Ndio muda ambao kidogo napata nafasi ya kurudi nyumbani. Sasa bwana, Jumamosi, namaanisha kwamba Jumapili au usiku wa kuamkia Jumapili, nilirudi nyumbani kama kawaida. Lakini sasa baada ya kuamka ile asubuhi kwa ajili ya kuelekea kazini, kwa sababu kuna simu nilikuwa nimeipata, mke wangu aliniambia, "Mume wangu, kwa nini leo usipumzike?" "Nipumzike tena? Kwa nini nipumzike?" "Hapana, nimeona tu hivyo. Unajua muda wote umekuwa ukifanya kazi, hatupate hata muda wa kuwa pamoja." "Nimekuelewa sana mke wangu, lakini naomba niende." "Mimi sitaki bwana," alisema mke wangu kwa sasa akiwa amesimama mbele ya mlango. Yeye alikuwa ni kama vile ananizuia. Niliacha tabasamu. Lakini kabla sijazungumza chochote kile, simu yangu ilianza kuita. Haikuwa simu ya nyumbani, kwa sababu kama nilivyosema hapo mwanzo, nina simu maalum kwa ajili ya kufanyia tu kazi zangu. Nilitazama ile simu, kisha nikageuza macho yangu na kumtazama mke wangu. "Unaona sasa, wateja wananipigia simu, naomba niende mke wangu." "Hapana, mimi siamini kama ni mteja. Hebu pokea hapa hapa. Unaweza kuta una mambo yako na unasingizia mteja," alisema mke wangu. Nikatabasamu tu kidogo, kisha nikapokea ile simu ambayo namba ilikuwa imeingia ngeni kabisa. "Halo?" Ilisikika sauti ya mwanamke. Ilikuwa sauti nzuri na nyororo. "Halo?" nilisema huku sasa nikiwa natazamana na mke wangu. "Samahani, nimechukua namba zako mtandaoni. Ilikuwa nauliza unaweza ukaja hapa kwenye hoteli ya Kia?" Aliniuliza wewe mwanamke, uko upande wa pili wa simu. Nilikuwa nikimtazama tu mke wangu. "Oh, lakini kuna mteja ambaye natakiwa kwenda kumchukua sehemu." "Sawa, usijali kuhusu hilo. Mimi nitakusubiri tu kwa sababu sina haraka sana," alisema ule mwanamke. Hapo nikatabasamu. "Kama utanisubiri basi sawa. Mpaka saa ngapi utakuwa umefika? Kwa sababu kuna sehemu ya muhimu sana nahitaji unipeleke. Unaweza ukanipatia masaa 2 tu hivi yananitosha, ama nitakuwa nimekuchelewesha?" "Wala ni sawa tu." "Masaa 2 unamaanisha kwamba baada ya saa 5, si ndio?" "Hapana, kabla ya saa 5 nitakuwa nimefika hapo, kwa sababu huyo mteja mwingine naenda kumchukua sasa hivi." "Oh, basi utakuwa umefanya vizuri zaidi. Mimi nakusubiri." "Sawa sawa bosi wangu." Yule dada alikata ile simu
Nilikuwa sasa nikitazamana na mke wangu. Umeniamini sasa? Nilimuuliza mke wangu ambaye alikuwa amenuna tu. Tatizo lako uko bizi sana na kazi, alisema mke wangu. Nilimkumbatia tu. Lazima tutafute sasa hivi ili ikifika uzee wetu tuwe tu tunapumzika na tukitazama watoto wetu wakiishi maisha mazuri. Au hautaki? Nataka, lakini hivyo imezidi bwana, alisema mke wangu. Basi hapo simu ilianza kuita na nikatazama mpigaji. Alikuwa ni ule mteja sasa ambaye nilitakiwa kwenda kumchukua. Hapo nilimwaga mke wangu. Nikafungua mlango na kutaka kuondoka. Yaani nilitoka mpaka nje kabisa. Lakini nilishtuliwa na sauti, ilikuwa ni sauti ya mke wangu. Mke wangu alinifuata mpaka kule nje. Vipi tena mama? Kuna kitu gani unataka kuniambia? Sijui kwa nini, lakini mimi sijaridhika kabisa na hii safari yako. Hujaridhika kwa nini tena? Ama unahisi naenda wapi? Sio hivyo. Sijui kwa nini, ila moyo wangu unaniuma tu, alisema mke wangu. Sikia, basi leo nitawahi sana kurudi. Nitampeleka mteja wangu huyu, alafu na yule mwingine ambaye nitaenda kumchukua hotelini nitampeleka atakapotaka kwenda. Baada hapo nitakuja nyumbani. Sawa? Sawa, alijibu mke wangu. Kisha sasa akapiga hatua na kuanza kuondoka kurudi ndani. Mimi nilibaki nikimtazama tu. Na baada ya muda kidogo niliendelea na safari yangu. Nilipiga hatua mpaka kwenye gari. Nikafungua na kuingia. Nilianza safari sasa. Baada ya kuwasiliana na ule mteja wangu, kweli nilienda kumchukua mpaka sehemu ambayo alitaka nimchukue. Na baada ya kumalizana naye, kama nilivyokuwa nimemwahidi yule mteja mwingine, niliingia kwenye gari tena. Nikaanza safari ya kuelekea kwenye hoteli moja hivi ambayo inaitwa Kia. Wakati huo ilikuwa ni saa 4 asubuhi. Ilikuwa bado mapema kabisa. Sasa bwana, ili kuelekea kwenye hiyo hoteli lazima mtu upite kwenye barabara moja hivi ya lami. Lakini barabara mara nyingi magari mengi huwa hayapiti. Ni barabara ambayo iko kwenye mtaa mmoja hivi. Basi nilipita hapo. Lakini nikapata wazo la kufungulia muziki. Nilifungulia muziki laini pale kwenye gari, nikiwa naendesha kwa mwendo wa kasi kidogo ili nimwahiwe mteja wangu sasa. Lakini ghafla mbele kidogo ya gari yangu, yaani nikiwa bado sijafika hiyo sehemu, kuna mwanamke alikuwa amesimama pembeni ya barabara na alikuwa akipunga mkono. Niligundua kwamba alikuwa akinipungia mkono mimi, kwa sababu gari yangu ndio ilikuwa pale. Hakukuwa na gari nyingine yoyote zaidi yangu, labda na gari nyingine ambayo ilikuwa inatokea upande wa mbele huko kabisa. Nilisogea mpaka karibu na yule mwanamke, nikawa nimemfikia kabisa. Aliendelea kupunga mkono. Sijui ni nini, lakini nilijikuta tu nikisimamisha gari. Nilisimamisha gari kisha nikateremsha kioo. Habari yako? Alisalimia yule mwanamke. Salama tu. Samahani, ilikuwa nahitaji kwenda mitaa ya Uzunguni. Uzunguni? Ndiyo. Samahani dada yangu, mimi sipafahamu hapo, ilimjibu yule dada. Lakini pia hii ni gari ambayo naenda kumchukua mtu, ilimwambia yule mwanamke tena. Akatabasamu kidogo. Uzunguni mbona sio mbali, alafu ni huko huko unapoelekea wewe. Ni kabla tu hujakata kona, aliniambia yule mwanamke. Unamaanisha kwamba barabara hii? Ndiyo. Sasa kama ni barabara hii hapa kabla sijakata kona, nadhani mpaka kufikia kona sio mbali na hapa. Kwa nini usitembee tu dada yangu? Au unaona uvivu? Nilimuuliza yule mwanamke huku nikitabasamu. Alicheka kidogo. Amna bwana, yaani jua linawaka sana kaka yangu. Jua saa hizi? Mbona hata jua sio kali? Nilimuuliza yule mwanamke ambaye kwa haraka haraka mimi nilikuwa nimewaza kwamba yule alikuwa ni mwanafunzi wa chuo. Yaani kwa namna alivyokuwa amevaa na namna alivyokuwa, niliweza kuligundua hilo, ukizingatia kwamba ile sehemu ambayo nilikuwepo ilikuwa ni sehemu ambayo kuna vyuo kama viwili hivi maeneo yale. Kwa hiyo nilijiongeza tu hivyo.
Yule mwanamke alicheka kidogo kisha akaendelea, ungenipatia tu lifti kama itawezekana, lakini alisema, kwa sababu nimesubiri bajaji hapa kwa muda mrefu, au kama hata itapita pikipiki, lakini sijaona kabisa, alisema yule mwanamke. Nikamtazama kidogo. Haya basi sawa, panda, nilimwambia yule dada. Alishukuru sana, akapiga hatua za taratibu. Alifungua mlango wa siti za nyuma, akaingia na kuketi. Sasa ule mkoba aliyokuwa ameubeba aliuweka siti ya pembeni, yaani pembeni na pale alipokuwa ameketi yeye. Nilikuwa nikimtazama tu kwa kupitia kile kioo cha mbele ya gari, tena nilikuwa nikimtazama kwa macho ya kuibia. Sasa bwana, kuna namna hii sauti yake ilikuwa ni sauti ambayo naifahamu, yaani haikuwa ngeni. Nilikuwa nikijiuliza hii sauti niliwahi kuisikia wapi. Sasa nilikuwa nikiendelea kutafakari pale, huku nikimtazama kwa macho fulani hivi ya kuibia, na mara nilimwona akitoa simu kwenye ule mkoba wake. Alibofya kidogo, kisha sasa akaiweka sikioni, na mara ghafla simu yangu ilianza kuita pale pembeni. Nilitazama mpigaji, alikuwa ni ule mteja wangu ambaye ameniambia nikamchukua hotelini pale Kia. Nilichukua ile simu bila wasiwasi wote, nikapokea. Halo, nilisema huku sasa nikiendelea kuendesha gari. Sasa na ule dada nyuma yangu pia alisema halo. Kwa maana fupi naweza kusema kwamba nilikuwa nikizungumza na simu mimi, lakini yeye pia alikuwa akizungumza na simu. Sasa bwana, kilichonishtua zaidi, ile sauti ambayo nilikuwa nikizungumza nayo mimi ndio sauti ambayo anazungumza huyu binti ambaye yuko kwenye gari yangu sasa hivi. Naweza kusema alikuwa akizungumza kama yule mteja ambaye ameniita hotelini. Yaani sauti yao ilikuwa ni hiyo hiyo moja. Nimekupigia nikuuliza umefika wapi kwa sababu bado sikuoni, alisema yule mwanamke. Oh, hakuna shida, nakaribia kufika hapo, sio dakika nyingi sana, nilimjibu yule mwanamke. Lakini na huyu pia ambaye yuko ndani ya gari alikuwa akizungumza, ila sasa maneno alikuwa akizungumza yeye ni tofauti na yule ambaye nilikuwa nikizungumza naye kwenye simu, lakini sauti ilikuwa ni moja. Wala sikushtuka, na nilichukulia tu ni kawaida, labda ni watu ambao wamefanana. Basi yule dada baada nilivyomjibu hivyo alikata simu. Lakini na huyo pia ambaye nilikuwa naye hapa kwenye gari alikata simu yake pia. Yaani baada ile simu upande wa pili kukata, na hii ya kwangu pia ilikatika. Na ya huyo dada ambaye alikuwa kwenye gari, simu yake pia akawa ameikata na akaiweka kwenye mkoba. Hicho ni kitendo ambacho kimefanyika kwa sekunde, naweza kusema kwamba sekunde moja. Ina maana simu zetu wote zilikatika ndani ya sekunde moja. Hapo sasa nilizidi kumtazama zaidi. Naye alirudisha simu yake tu kwenye mkoba, hakusema kitu kingine chochote kile. Mimi nilikuwa nikiendelea kumtazama kwa macho ya kuibia. Hivi umesema unachukia wapi? Nilimuuliza yule binti. Nimekwambia karibu na kona, utanishusha hapo, alijibu. Sawa, nilisema kisha sasa nikiendelea kuendesha gari. Kwani na wewe unaenda wapi? Aliniuliza yule binti. Nimekwambia kuna mteja ambaye naenda kumchukua hotelini. Oh, nilishasahau kama uliniambia hivyo. Sawa, lakini kushukuru sana, alisema yule mwanamke. Sasa mimi nilitafsiri kwamba ananishukuru kwa ajili nimempatia lifti. Nikacheka kidogo. Wala usijali, sisi ni binadamu, na binadamu siku zote ni ndugu, inabidi tusaidiane, nilimjibu yule binti. Ni kweli, hata mimi naona, lakini nimemaanisha kwamba asante kwa kunikaribisha kwenye maisha yako, alisema yule binti. Unajua nilicheka kidogo. Nilicheka, nilikuwa nachukulia kama vile masihara, au nilichukulia kama ananitania. Karibu, nilimjibu tu hivyo. Wala sikutaka kumuuliza kwa nini anasema ile kauli. Nilimjibu tu karibu, kisha nikakaa kimya. Asante. Sasa, alisema yule binti. Akawa hajamaliza kauli yake, na mimi nilikaa kimya, lakini masikio yangu nilikuwa nimeyatega ili nimsikie anataka kusema nini.
nimefika. Utanishusha hapo mbele kidogo, sawa? Wapi? Hapo ambako waliposimama wanafunzi, alisema yule binti. Na kweli nilipotazama mbele yangu kulikuwa na vijana kama wawili hivi. Walikuwa ni vijana wa kike na walikuwa wamevalia mabegi. Bila shaka walikuwa ni wanafunzi kweli. Oh, sawa, nilimjibu. Sasa bwana, niliendelea kuendesha gari. Niliendesha gari mpaka nikafika hiyo sehemu, nikawa nimepaki. Tumeshafika madam, nilimwambia yule binti, lakini kulikuwa kimya. Ikabidi sasa nigeuke ili nimwambie tayari tumefika, ashuke. Lakini nilipogeuka sikumuona mtu yote ndani ya gari. Yaani hakukuwa na mtu. Nilitazama kulia na kushoto, hakukuwa na mtu. Au ameshashuka? Ameshukaje sasa? Au jamani, kwani sino nimepaki gari sasa hivi? Nilikuwa nikizungumza mwenyewe pale ndani ya gari. Nikatazama pia nje, hakuonekana. Sasa hapo nikataka kujihakikishia zaidi. Nilifungua mlango wa gari, nikashuka, nikapiga hatua na kuanza kumtafuta. Sikumuona. Nilipiga hatua 2-3 na kuwasogelea wale wanafunzi ambao tuliwaona. Hamjambo? Hatujambo. Shikamo. Marhaba. Samani, kuna mtu mmemwona akishuka kwenye gari yangu? Niliwauliza wale mabinti, wakatazamana. Hapana, kwa kweli tumekuona tu ukishuka, walijibu wale mabinti wote kwa pamoja. Hapo nilihisi kuchanganyikiwa zaidi. Na uhakika? Niliwauliza swali moja la kijinga sana. Ndiyo, tumekuona tu wewe, wala hakuna mtu ambaye ameshuka. Sasa ameshuka saa ngapi wakati ulikuwa ukiendesha gari na umekuja kusimamisha hapo tu? Aliuliza binti mwingine. Nikatabasamu tu. Haya basi, asanteni, karibu, walisema hivyo. Nikapiga hatua za taratibu, nikarudi mpaka kwenye gari yangu. Niligeuka pale nyuma, yaani siti za nyuma ya gari. Nilikuwa nikitazama, yaani sikuwa nimeamini hata kidogo. Hao nilikuwa naota ama ilikuwa ni mawazo yangu tu kukuwa na mtu? Hapana, lakini na uhakika alikuwepo. Nilikuwa nikijisemea mwenyewe pale ndani ya gari. Lakini hapo nikapata wazo. Kwa sababu niliona muda pia unazidi kuisha. Nilichukua simu yangu, nikaanza kuipiga ile namba. Yaani namba ya mteja ambaye ameniita sasa, nikamchukua pale hotelini. Nilipiga ile simu lakini wala haikuita. Ilikata tu. Nikajaribu mara nyingine tena. Haikuita tena, lakini ilikata tu. Sasa na maana gani huyu? Ananiita alafu anazima, sijui ni simu, sijui amenibloku. Nilisema mwenyewe kwa hasira. Sasa hapo sikuwa na cha kufanya zaidi, kwa sababu kweli siwezi kwenda kwenye hoteli ikiwa mteja wangu hapatikani. Nilijaribu kupiga mara nyingi, lakini ile simu haikupatikana tena. Na bora ningekuwa najibiwa kwamba namba hii labda haipatikani. Lakini ni kwamba simu ilikuwa haiiti kabisa. Basi niligeuza gari tu na kuanza kurudi nyumbani. Nilianza kurudi nyumbani kwa sababu ilikuwa ni ahadi ambayo nilimpatia mke wangu. Niliendesha gari mpaka nilipofika. Mke wangu kweli alifurahi aliponiona. Karibu sana. Unajua nilidhani kwamba unanidanganya, alisema mke wangu kwa sasa akinipokea. Hapana, mimi lazima nitimize ahadi yangu mke wangu, nilimwambia mke wangu kwa sasa tukiwa tunapiga hatua zetu kuingia ndani. Niambie, lakini habari za hapa? Za hapa nzuri tu. Vipi wewe? Mimi pia ni nzuri kwa kiasi fulani, lakini sio nzuri sana, nilimjibu mke wangu ambaye alishtuka. Sio nzuri sana? Unamaanisha nini kusema hivyo? Unakumbuka nilikwambia kuna mteja ambaye naenda kumchukua, na ni yule aliyepiga simu nikiwa na wewe hapa? Ndiyo, nakumbuka. Nimefika mpaka karibia na hotelini. Uwezi kuamini mke wangu, amenizimia kabisa simu, nilimwadithia mke wangu. Amekuzimia simu kwa nini sasa? Mimi sielewi hata alikuwa na lengo gani. Yaani watu wengine ni wasumbufu sana. Nimechoma mafuta yangu bure mpaka kule.
nafika eti amezima simu. Nilikuwa nikimhadithia mke wangu kwa hasira mno. Pole, lakini usilaumu sana, pengine amepata dharura au hata simu imezima chaji. Ila mimi sijapenda kabisa mke wangu, nilimwambia mke wangu. Haya basi, punguza jazba kipenzi changu, mimi nimefurahi sana leo tunashinda pamoja, mke wangu alisema. Sasa nikuandalie maji uoge ama utakunywa kwanza chai? Mimi nadhani uniandalie tu maji, kwa sababu nimechoka tu, nahitaji kupumzika akili. Hivyo nikijimwagia maji itakuwa bora zaidi, ili baada hapo nilale kidogo, nilimwambia mke wangu. Alikuwa akinitazama kwa kitabasamu. Haya basi sawa, nipe dakika 5 tu, kila kitu kitakuwa tayari, alisema mke wangu. Akageuka na kuanza kupiga hatua za taratibu akielekea sasa bafuni. Mimi nilibaki pale sebuleni, na sasa nilichukua remote na kuanza kubadilisha tu chaneli. Lakini ghafla nilihisi kama kuna kitu pale mlangoni, yaani kwenye mlango wa kuingilia sebuleni. Nilijikuta tu ghafla nimegeuza shingo nikatazama. Kulikuwa na, sijui nisemaje, yaani mfano wake ni mtu awe nje alafu ajaribu kupitisha barua chini ya mlango kabisa. Kwa sababu si unajua ndugu msikilizaji, mlango lazima uwe na nafasi kidogo pale chini. Sasa mtu alikopa akijaribu kuingiza barua. Nilishtuka kidogo, nikawa najiuliza ni nani, kwa sababu sasa sikufanikiwa hata kuona vidole vyake. Ni barua tu ilikuwa kama vile inasukumwa kuingia ndani. Nilisimama haraka, nikapiga hatua za haraka sana mpaka pale mlangoni. Nilifungua ule mlango, nikatazama kulia, nikatazama kushoto, sikuona mtu. Lakini ghafla tu kwenye choo cha nje alitokea jirani yangu mmoja. Yaani sio jirani yangu, niseme jirani yetu, kwa sababu hapa naishi na mke wangu. Alitokea jirani yetu mmoja ambaye alikuwa akitokea uko chooni. Sasa, vipi jirani? Salama tu. Habari yako? Nzuri. Samani jirani, kuna mtu umemwona hapa mlangoni? Mlangoni wapi? Namaanisha hapa mlangoni kwetu. Hapana, kwa kweli sidhani kama kuna mtu ameingia hapa. Si unaona hata geti limefungwa? Nadhani geti limefungwa kwa ndani, kwa hiyo kama angeingia mtu lazima tu angegonga geti, alijibu ile jirani yangu. Nikajichekesha pale kidogo. Oh, basi sawa, hakuna tatizo, nilimjibu jirani yangu. Yeye aliendelea na shughuli zake tu, akaondoka pale na kuelekea kwenye chumba chake, na mimi nikarudi haraka ndani, nikarudisha mlango. Sasa ile barua ilikuwa ina rangi ya goldi, karatasi yake ilikuwa na rangi ya goldi. Nilinama taratibu nikaichukua pale chini. Nilipiga hatua za haraka nikasogea mpaka kwenye sofa, nikaketi. Sasa nilifungua ile barua. Haikuwa imeandikwa kitu chochote kile, ilikuwa tupu tu. Nini hiki sasa? Nilijiuliza mwenyewe. Lakini ghafla mke wangu naye alikuja. Maji tayari mume wangu. Oh, vizuri, nilimjibu mke wangu. Samahani, nilimwambia tena mke wangu ambaye alikuwa anataka aondoke. Niambie mume wangu, unajua wakati nimekaa hapa kuna mtu amekuja kuweka hii barua hapa, nilimwambia mke wangu. Alipiga macho haraka sasa na kunitazama. Alikuwa akitazama mikononi, kwa sababu si nimemwambia kuhusu barua. Iko wapi? Aliniuliza. Hii hapa, nilisema nikimwonyesha mke wangu. Akacheka kidogo. Jamani, ndo utani au? Aliniuliza mke wangu kwa kinitazama usoni. Utani tena? Mimi naongea mambo ya serious unasema utani? Mbona hakuna kitu ambacho umekishika hapo mume wangu? Au hiyo barua iko wapi? Aliniuliza mke wangu, swali ambalo lilinishtua mno. Lilinishtua kiasi ambacho mapigo moyo wangu alianza kwenda mbio. Nikatazama haraka pale mkononi, kwa sababu nilikuwa nimeishika barua kweli. Sasa nikajiuliza swali moja tu.
Ina maana mke wangu yeye haioni? Na kwa nini asiione? Ilikuwa nikijiuliza hivyo. Nenda kaoge basi, alisema mke wangu. Sawa, nakuja sasa hivi, nilimwambia. Lakini sikuwa sawa hata kidogo. Nilikuwa nikiendelea kutazama ile barua. Mke wangu aligeuka na kuondoka zake. Aliingia chumbani. Lakini ghafla simu yangu ilianza kuita. Yaani ile simu ya kazini sasa. Ilichukua haraka haraka. Nikaweka sikioni. Halo, Boni. Ilikuwa ni sauti na sio sauti nyingine. Ilikuwa sauti yule mwanamke ambaye aliniita hotelini. Sikujibu chochote, nilikuwa kimya tu. Natumai utakuwa umeshapokea mzigo wangu. Na utakuwa umeona kila kitu ambacho kimeandikwa hapo ndani. Iliniuliza ile sauti. Nikashtuka mno. Mzigo? Mzigo gani? Nilimuuliza. Yule mwanamke alicheka sana. Ina maana haujaona? Acha mambo yako bwana Boni. Nitakupigia simu baadaye tuzungumze vizuri, alisema yule mwanamke kisha akakata simu. Nilibaki mwenye maswali mengi sana kichwani. Nikaitazama ile barua vizuri sasa. Kwa mbali nilianza kuona maandishi. Ilikuwa ni maandishi ambayo yaliandikwa kwa rangi ya damu. Licha ya kwamba niliweza kuona ni maandishi, lakini sikuweza kufahamu kilichokuwa kimeandikwa kule ndani. Niliikagua ile barua sana tu, lakini sikuweza kuelewa. Mke wangu alitoka. Mume wangu, maji yanapoa ujue, alisema hivyo. Sawa, nakuja sasa hivi, nilimwambia. Kisha sasa ile barua nikaiweka. Niliweka kwenye drawer moja ambayo ilikuwa iko pale sebuleni. Nikapiga hatua na kuelekea bafuni. Lakini kichwani sikuwa sawa hata kidogo. Nilioga nikajimwagia maji kabisa. Na baada ya hapo nilirudi mpaka pale sebuleni. Sikukuta ile barua. Mke wangu, ile barua iko wapi? Nilimuuliza mke wangu, ambaye sasa ndo alikuwa ameketi pale sebuleni. Barua gani? Aliniuliza kwa mshangao. Hapo nikakumbuka kwamba yeye hakuiona. Oh, samahani, nimejisahau tu, nilimwambia mke wangu huku sasa nikicheka cheka. Wewe unawaza nini kwani siku hizi? Aliniuliza. Amna, mambo tu mengi. Haya basi sawa, kapumzike basi kidogo, alisema mke wangu. Nikapiga hatua na kurudi mpaka chumbani. Lakini ajabu, nilipotazama kitandani, nilikuta ile barua ikiwa iko pale kitandani. Niligeuza macho yangu na kutazama nyuma. Nikatazama kulia na kushoto. Nilikuwa nikijiuliza nani ambaye ameihamisha kule na kuileta hapa chumbani tena kitandani. Sikuweza kupata jibu. Nilisogelea haraka sana. Nikainyanyua sasa na kuitazama. Lakini cha ajabu sasa, yale maandishi yalianza kuonekana. Na yalikuwa yameandikwa jina la chuo. Ndiyo, lilikuwa ni jina la chuo na liliandikwa kabisa kwamba chuo. Yaani jina la hicho chuo kama lilivyo. Na kicho nilikuwa nakifahamu vizuri. Hiki chuo ndo kile ambacho kipo karibu na ile barabara ambayo nilikuwepo leo. Nilitazama kwa makini zaidi. Sasa hii inamaanisha nini? Ilikuwa nikiwaza mwenyewe kwenye kichwa changu. Sikuwa na namna. Nilichukua ile barua nikaihifadhi vizuri kabisa. Niliweka kwenye moja ya begi langu. Nikaificha huko kabisa. Sikutaka hata niendelee kuifikiria ama iendelee kuniumiza kichwa changu. Nilivaa mavazi yangu kisha sasa nikalala kitandani. Haukupita muda mrefu sana, usingizi ulinichukua. Nilikuja kushtuka muda wa mchana. Niliendelea na ratiba zangu zingine tu mpaka pale ambapo usiku uliingia. Na siku hiyo ikawa imeisha salama kabisa. Zikapita kama siku 2 hivi. Siku moja niliamka asubuhi sana, kwa sababu kuna simu nilikuwa nimeipata ya mteja na kuna kazi nilitakiwa kuifanya. Yaani kuna kitu ambacho nilitakiwa nipeleke mahali. Niliamka mapema kwa ajili ya kukamilisha hilo zoezi. Lakini baada ya kuingia kwenye gari tu, nilianza kusikia harufu. Na hii harufu haikuwa ngeni. Ni harufu ambayo kama vile niliikumbuka.
nilianza kukagua kwenye gari langu. Haikuwa harufu mbaya, lakini ilikuwa ni harufu ya mtu ambaye nakumbuka kabisa, lakini sikuwa nakumbuka ni nani. Wakati naendelea kutafuta kwenye gari, ghafla tu pale kwenye ile siti ya nyuma iliweza kuona mkoba. Ulikuwa ni mkoba ule binti ambaye nilimpa lifti siku ile. Niligeuka nyuma yangu na kutazama labda pengine kulikuwa na mtu, lakini hakukuwa na mtu yoyote yule. Basi nilichukua ule mkoba kwa tahadhari sana, nikaufungua. Ulikuwa na simu, lakini sio simu tu, ulikuwa na vitambulisho, na kwenye vitambulisho kulikuwa na picha ule dada, yaani ule binti ambaye nilikuwa nimempatia lifti. Lakini pia kulikuwa na lipstick, yaani kwa kifupi kulikuwa na mahitaji ya kike. Nilikuwa nikijiuliza kitu kimoja tu, hivi vitu vimefikaje hapa? Kwa sababu gari yangu huwa nailock kabisa ninapokuwa ndani. Sasa mkoba umefikaje hapa? Na ule binti anaweza vipi kupafahamu kwangu, na ikiwa sijamuonyesha kabisa? Nilikuwa nikiendelea kujiuliza maswali mengi, lakini mwisho wa siku nikapata jibu moja tu, au nikapata wazo moja. Kwa sababu nimeshaona chuo ambacho anakisoma, basi nifunge safari na kuelekea mpaka kule. Ilirudisha ule mkoba kwenye gari kwanza, kisha na mimi nikaingia kwenye gari. Nilianza safari sasa ya kuelekea chuoni. Nilikuwa nikiendesha gari, lakini ghafla simu yangu iliita. Nikatazama, alikuwa ni yule mteja wangu. Sikuwa na namna zaidi ya kuelekea kwake kwanza na kwenda kuifanya ile kazi. Nikajiambia kwamba baada ya kutoka huko ndo nitaelekea huko chuoni kwa ajili ya kupeleka hivi vitu vya ule mwanafunzi ambaye nilikuwa nimempatia lifti. Basi ilikuwa kila ninapotaka kwenda kwenye hicho chuo zinatokea ratiba. Kwa kifupi, nilijikuta nafanya kazi nyingi sana siku hiyo. Nilifanya kazi na sikupata kabisa muda. Nilikuja kupata muda usiku, na usiku sidhani kama kuna chuo ambacho kinakuwepo kiko wazi. Vyo vyote vinakuwa vimeshafungwa muda huo. Ilikuwa saa 5 hivi. Sikuwa na namna zaidi ya kurudi nyumbani. Niliweka ule mkoba pale pale kwenye ile siti ya nyuma, na nikajiambia kwamba kesho yake nitaupeleka. Nilirudi mpaka nyumbani. Wakati huo sikuwa na wasiwasi hata kidogo. Mara nyingi nikirudi usiku wa saa 5 nyumbani, mke wangu anakuwa tayari ameshalala. Kwa hiyo mimi huwa namgongea tu mlango na anakuja kufungua. Lakini siku hiyo pia, baada ya kurudi tu nyumbani, nilipopiga hatua na kusogelea kwenye mlango, niligusa kitasa, nikagundua mlango ulikuwa umefungwa. Sasa ili kumuita mke wangu, ni lazima niende kwenye dirisha la chumbani, kwa sababu huko ndo anaweza akasikia vizuri. Nilitaka kupiga hatua kuelekea pale kwenye dirisha la chumbani, lakini ghafla nilisikia mlango ukifunguliwa kwa ndani. Ikabidi nipige hatua na kurudi. Nilirudi mpaka pale mlangoni, nikachezea kitasa. Kweli mlango ulifunguka. Nilihisi pengine mke wangu alikuwa amefungua. Basi nikaanza kuingia ndani nikiwa sina wasiwasi hata kidogo. Lakini nilipofika pale sebuleni, nilipatwa na mshtuko wa ajabu kwa sababu mke wangu hakuwepo pale. Nikawa najiuliza swali moja, nani atakuwa amenifungulia mlango? Nilikuwa nimesimama kabisa nikitafakari. Na sio kutafakari tu, nilikuwa nikikagua nyumba, nikitazama kulia na kushoto, lakini hakuonekana atakuwa na dalili ya mtu. Nilipiga hatua za haraka haraka na kuelekea chumbani. Mke wangu alikuwa amelala fofofo. Lakini nikakumbuka kitu. Wakati nimeingia pale ndani, nilisahau kabisa kufunga mlango. Nikaanza kurudi haraka haraka mpaka pale sebuleni. Lengo langu lilikuwa nikafunge mlango. Lakini nilipofika tu pale sebuleni, nilikuta mlango ndo unamalizikia kufunga. Unaweza kaamini hilo? Na sio kwamba unafungwa kwa nje, ulikuwa unafungwa kwa pale ndani. Hilo alikunishtua, lakini kilichonishtua zaidi, sikuona mtu ambaye anafanya hivyo. Nikitasa tu pamoja na funguo vilikuwa vikicheza vyenyewe. Nilihisi kuzimia, lakini kama mwanaume nilijikaza. Nikajikaza kidogo na kupaza sauti, "Wewe ni nani?" Nilikuwa nikiuliza hivyo. Lakini kulikuwa kimya tu, na mara ule funguo ukucheza tena. Na pale mlangoni palikuwa pametulia kama palivyokuwa. Lakini pia kulikuwa na ukimya wa ajabu.
Kulikuwa na ukimya ambao siwezi kuuelezea. Pengine ni kwa sababu nilikuwa na hofu sana kwa wakati huo. Nilijitahidi tena nikapaza sauti kwa mara nyingine. "Wewe ni nani?" niliuliza. Lakini palikuwa kimya tu, na mara nikaanza kusikia hatua. Zilikuwa ni hatua za mtu akitembea, lakini sikuweza kumuona. Yule mtu alitembea mpaka pale karibu yangu kabisa. Hapo nilihisi kukosa nguvu. Nilikosa nguvu kabisa na kujikuta nikidondoka chini. Sikuzimia, lakini nilikuwa chini tu. Kwa sababu hata nikisema nitazame mbele yangu, sikuwa naona mtu yoyote yule. Kwa hiyo ni kama tu nilikuwa kazi bure. Nilianguka chini kwa sasa nikianza kutetemeka. Yule mtu alipiga hatua na sasa alikuwa akinizunguka. Niliweza kusikia hatua zake. Alikuwa akinizunguka mimi pale chini. Na baada ya muda kidogo palitulia kabisa. Baada sasa kuhakikisha pametulia, mimi nilifanya kitu kimoja tu. Nilisimama haraka pale chini. Nikaanza kukimbia kuelekea chumbani. Nilifika na kujitupa kitandani kama mzigo. Mke wangu naye alishtuka. "Mume wangu, kuna nini?" aliniuliza mke wangu, ambaye alionekana kupatwa na mshtuko mno. Pengine ni kwa sababu alikuwa kwenye dimbwi la usingizi. Kwa hiyo kitendo cha mimi kumshtua pale, alikuwa ameshtuka zaidi. "Hakuna kitu," nilimjibu kwa sasa nikitetemeka. "Hakuna kitu wakati nakuona kwenye hali kama hiyo? Na umekuja saa ngapi sasa? Na nani amekufungulia mlango?" aliniuliza mke wangu. Yote hayo sikuwa na majibu yake. "Nimekuja muda sio mrefu," nilimjibu hivyo. "Ina maana sikufunga mlango?" aliuliza mke wangu. Alikuwa akijiuliza mwenyewe kwa akijaribu kuvuta kumbukumbu. "Tulale tu mke wangu," nilimwambia. "Kwani umeshakula? Maana nilikuachia chakula mezani." "Hakuna haja, nitakula hata asubuhi," nilimjibu tu hivyo kifupi. Kisha nikajigeuza upande wa pili na kujifunika. Nililala, sikutaka hata maswali mengi. Na kiukweli sikupata usingizi licha ya kwamba niliupumzisha mwili. Nilikuwa na mawazo mengi sana kichwani. Na hapo nikaweza kugundua kitu. Yule mtu niliyempatia lift ya kuwa mtu wa kawaida hata kidogo. Hilo likanipatia shauku zaidi ya kwenda mpaka chuoni kwao. Nilijiapiza kwamba kesho yake sitafanya kazi ya mtu yote yule, zaidi ya kuelekea huko chuo. Basi kesho yake asubuhi baada ya kukucha tu, kitu cha kwanza nilichofanya, nilimwaga mke wangu. Nikaingia kwenye gari. Safari ilikuwa kuelekea chuoni. Nilitazama nyuma ya siti ya gari. Kulikuwa na ule mkoba bado. Niliendesha gari mpaka nilipofika kwenye hicho chuo. Ni baada ya masaa kadhaa tu nilikuwa nimefika. Basi mlinzi alifungua geti. Nikaingiza gari yangu mpaka nje na nikaelekea sehemu ya parking. Nilipaki lile gari. Huyu binti kwenye kitambulisho chake kulikuwa na jina lililosomeka Melinda. Kwa hiyo ilikuwa rahisi sana. Nilipiga hatua na kumsogelea ule mlinzi. "Habari yako?" "Salama tu bosi, karibu." "Asante. Nimekuja kuonana na uongozi wa chuo." "Uongozi wa chuo?" "Ndiyo." Kuna mwanafunzi ambaye unataka umlete hapa?" aliniuliza ule mlinzi kwa kicheka. "Nahitaji tu kuonana nao. Kuna masuala binafsi nahitaji kuzungumza nao," nilimwambia ule mlinzi. "Aya basi sawa. Nyoosha na hiyo barabara moja kwa moja. Upande wa kushoto, upande wako wa kushoto, utaona ofisi kubwa. Hapo ndo ofisi," alisema hivyo. Basi sikuendelea kuongea pale. Nilianza kufuata maelekezo kama nilioelekezwa na ule mlinzi. Nilinyoosha taratibu mpaka nikafika kwenye hiyo ofisi. Lakini kabla sijafungua mlango, kuna binti alitoka kule ndani ya ofisi. Lakini binti alishtuka zaidi baada ya kuniona. Na niligundua kwamba hakuwa ameshtuka kwa sababu ya kuniona mimi. Alishtuka baada ya kuniona nimebeba ule mkoba. Hakusema chochote, aliondoka. Hapo sasa na mimi nikaingia ndani ya ile ofisi. Kulikuwa na mwanaume mmoja ambaye alikuwa ni baba wa makamo. Nilimsalimia. Akanipatia ishara kama niketi juu ya kiti. Nilifanya hivyo. Sasa mzee wangu, mimi kilichonileta hapa, nafikiri siku chache zilizopita
kuna mwanafunzi nilimpatia lifti, na kwa bahati mbaya alisahau mkoba wake kwenye gari yangu. Nilimwambia yule mzee ambaye alikuwa akinitazama kwa makini. Oh, una uhakika anasoma hapa? Ndiyo, kwa sababu nimeweza kuona vitambulisho vyake, nilimwambia yule mzee. Sawa, nipatie tu huo mkoba, na kama atapatikana mwenye nao nitamkabidhi, alisema yule mzee. Nilitoa ule mkoba na kumpatia. Anaitwa nani? Anaitwa Melinda nafikiri. Sawa, nitajaribu kuulizia, kwa sababu unajua hichi chuo kina wanafunzi wengi sana, ni ngumu sana kumfahamu kila mwanafunzi, alisema yule baba. Sikumjibu, nilitulia kidogo, kisha sasa nikamwambia, nitashukuru sana mzee wangu, sasa mimi naona niende. Nilimwambia hivyo. Sawa, ila nashukuru pia kwa ukarimu wako, asante sana. Niliagana na ule mwalimu, kisha sasa nikaanza kutoka nje. Nilikuwa nikipiga hatua za taratibu, nikafikia mpaka nilipokuwa nimepaki gari, lakini ghafla kuna mtu alikopo akiniita, kaka, kaka, kaka. Niligeuka nikatazama, alikuwa ni ule binti ambaye nilipishana naye pale ofisini. Samahani kakaangu, alisema tena ule binti. Nilikuwa sasa nimesimama. Nilikuwa nimesimama nikimtazama tu. Yule binti alinisogelea mpaka karibu. Alikuwa akitabasamu kwa mbali. Habari yako? Salama. Samahani, nimekuona umebeba mkoba, aliniuliza yule binti. Nikamtazama kwa macho fulani vya udadisi. Ndiyo. Samahani, lakini kama nitakukwaza, unamfahamu mwenye huo mkoba? Aliniuliza tena yule binti. Nikatikisa kichwa kukataa. Hapana, simfahamu. Hapo nilimwona yule binti akiwa amekosa furaha kabisa, na alikuwa kimetoa kitafakari jambo. Vipi, kwani wewe unamfahamu? Nilimuuliza. Ndiyo, alikuwa mwanafunzi mwenzetu hapa, alisema yule binti. Nikazidi kumsikiliza kwa makini zaidi. Akaendelea, lakini amepotea na kama wiki 2 hivi, hakuna anayejua alipo, alisema tena yule binti. Amepotea? Nilimuuliza. Ndiyo, ndio maana pia nilipokuona na huo mkoba nikawa nimeshtuka sana. Ni kwa sababu hiyo, alisema yule binti. Anaitwa Melinda, right? Nilimuuliza hivyo. Akatikisa kichwa kukubali haraka sana. Ndiyo, alikuwa anaitwa Melinda. Lakini pia taarifa ambazo zimeenea hapa za chini chini, alisema yule binti sasa kwa sauti ya kunong'ona. Na tena alikuwa ni kama vile akinisogelea zaidi, yeye akinisogelea kwa ukaribu. Taarifa ni kwamba amefariki. Hatuwezi kudhibitisha hizo taarifa, lakini ndio tetesi ambazo zinaenea hapa, alisema yule binti. Amefariki? Nilishtuka mno. Nilikuwa nikimtazama kwa macho ya mshangao, lakini hapo hapo nilishtuliwa na sauti. Ilikuwa ni sauti ya mwanaume. Nikageuka haraka sana. Alikuwa ni yule mwalimu ambaye nimetoka kuzungumza naye. Alikuwa akinisogelea mpaka pale nilipokuwepo. Huyu binti sasa aliniaga. Basi sawa, tutazungumza wakati mwingine, alisema huyu binti, kisha sasa akaondoka. Yule mwalimu alinisogelea mpaka pale karibu. Kijana, umesema huyu binti ulimpakiza kwenye gari yako, si ndio? Ndio mzee. Lini hiyo ilikuwa? Mzee wangu, nimekwambia siku chache zilizopita. Nadhani kama siku 2 hivi, nilimjibu yule mzee. Siku 2? Aliniuliza kwa taharuki. Ndiyo, nilitikisa kichwa sasa nikimtazama kwa macho ya hamaki. Naye alikuwa kama vile akitafakari jambo. Kisha sasa akageuka na kunitazama. Vipi kwani? Wiki 2 zilizopita wenzake waliniletea taarifa kwamba binti amepotea. Na inasemekana kwamba alienda klabu tu usiku. Lakini baada ya kufika huko, hakuna aliyejua kitu ambacho kimetokea, ila hakurudi tena. Na ndio maana nimeshangaa sana baada ya kuona kitambulisho, alisema yule baba. Nikacheka tu kidogo. Kiukweli mimi nisiwe muongo,
Nilimpakia maeneo hapo mbele tu karibia na hapa. Hapakuwa mbali sana. Na aliniambia kwamba nikamshushe karibia na kona. Nilimwambia yule baba. Alikuwa akinisikiliza kwa makini zaidi. Au unamfahamu? Aliniuliza. Mzee wangu, nimekwambia nilimpatia lifti. Sijui chochote zaidi ya hapo. Nilimwambia yule mzee. Basi sawa. Sasa sikia. Hii ni business card yangu. Utanipigia wakati wote ambao unahisi kwamba utapata chochote. Sawa? Sawa mzee wangu, usijali. Lakini pia tunashukuru kwa kutuletea taarifa. Unajua wenzake walisema kwamba amefariki. Na ndio tetesi zilizokuwa zikienea hapa chuoni. Lakini angalau sasa tumepata mwanga. Naweza nikahisi tu atakuwa yuko sehemu. Unajua tena mambo ya vijana. Alisema yule mzee huku akicheka. Ndiyo, inawezekana kabisa. Nilimwambia. Basi nilimwaga yule baba kisha nikaingia kwenye gari yangu. Nilianza kuondoka pale chuoni. Nilifika mpaka nyumbani. Lakini sasa baada ya kufika nilikuwa nikijaribu sana kuunganisha matukio. Mbona kama kuna vitu vilikuwa haviko sawa? Nini ambacho kinaendelea? Nilikuwa nikiendelea kujiuliza pale. Nikiwa nimekaa pale sebuleni kama kawaida. Niliona ujumbe ukipitishwa pale chini ya mlango. Nikapiga hatua za haraka sana na kusogea. Niliushika ule ujumbe. Nikafungua sasa. Kuna kazi nahitaji kukupa. Ujumbe ulisomeka hivyo. Nilishtuka sana. Nikazidi kutazama ule ujumbe kwa makini. Kazi? Nilijiuliza. Nikafungua mlango haraka na kutazama pengine kuna mtu ameuweka pale. Lakini sikumuona mtu yoyote yule. Hapo nikajua shughuli ninayo. Lakini nikakumbuka. Kulikuwa kuna yule binti chuoni ambaye alinifuata na kuanza kuniambia kuhusu taarifa za huyu Melinda. Nilisimama haraka sana. Nikarudi kwenye gari. Nilichokifanya nilirudi mpaka chuo. Nilimuita yule mlinzi ambaye alitoka. Nilimuita nje kabisa. Sikuwa nimeingia ndani. Mlinzi alitoka na kunifuata. Umerudi tena bro? Ndiyo. Kuna jambo nahitaji unisaidie. Jambo gani? Kuna binti nahitaji kuonana naye. Binti yupi huyo? Yule ambaye nilikuwa nimesimama naye ule wakati kama unakumbuka. Oh, Salome. Ndiyo, huyo. Una shida naye gani na wewe ni nani kwake? Mimi ni rafiki mwema tu kwake, wala usijali. Lakini pia siendi kuzungumza naye mbali. Nazungumza naye hapa, kwa hiyo hakuna tatizo. Nilimwambia yule mlinzi ambaye alinitazama kwa muda. Sawa, naomba iwe hivyo, alisema yule mlinzi. Kisha sasa akageuka. Alirudi mpaka kule chuoni. Zilipita kama dakika 5 hivi. Na baada ya hizo dakika sasa alitoka. Akiwa ameongozana na yule binti. Alikuwa ni yule ambaye nilizungumza naye. Yule binti alinisogelea. Kaka, umerudi tena? Ndiyo. Nahitaji kufahamu mambo mengi sana. Kuna vitu ambavyo sivielewi kabisa kwenye maisha yangu. Na yote ni baada ya kukutana na rafiki yako. Yeye ni Melinda. Tokea amepanda kwenye gari yangu kuna kitu naona kipo sawa kabisa. Nilimwambia yule binti. Alitafakari kwa muda kisha sasa akaniambia. Unajua hata mimi baada tu ya kupotea kwake nilikaa kama siku 4 hivi. Siku moja nikaota ndoto. Niliota ndoto kwamba amenifuata. Na akanichukua akanipeleka mpaka kwenye msitu mmoja. Akaniambia kwamba anaishi na huyo bibi hapo. Kwenye huo msitu na walikuwa wawili tu. Alionekana kuchoka mno. Alizungumza hivyo huyo binti ambaye anaitwa Salome. Nilikuwa nikimtazama wakati wote. Kwa hiyo sasa unahisi nini? Kwa sababu mimi pia kuna vitu ambavyo sivielewi. Kuna ujumbe ambao nimekuwa nikiupata. Nilimwambia yule binti. Akashtuka. Ujumbe? Ujumbe gani? Barua. Inaonekana kama kuna kitu ambacho ni cha siri. Na pengine rafiki yako kuna kitu anajaribu kuniambia. Sasa ndo sijajua ni kitu gani. Lakini pia siwezi kudhibitisha kama ni mfu ama ni mtu ambaye yuko hai. Salome,
nahitaji unisaidie, maisha yangu hayana amani hata kidogo. Nahitaji kumalizana naye, nilimwambia yule binti. Alikuwa kimya tu. Tunafanyaje sasa? Aliniuliza Salome. Lilikuwa ni swali ambalo hata mimi sikuwa na majibu yake. Na yeye pia alikaa kimya. Nimepata wazo, alisema Salome huku akinitazama. Wazo? Wazo gani hilo? Naomba nikuulize, ulikutana naye mara ya kwanza wapi? Na ilikuwa ni lini? Ni kama siku 2 zimepita. Nilimpatia lifti, sio mbali sana na hapa. Unasema ulimpatia lifti? Ina maana ndio akawa ameacha mkoba wake kwako? Naweza kusema hivyo, japokuwa mkoba hakuacha siku hiyo hiyo. Mkoba alishuka nao, lakini cha ajabu siku inayofuata niliukuta kwenye gari yangu. Sasa hapo nimepata wazo. Wazo gani? Unaweza ukaniingiza kwenye gari yako? Aliniuliza Salome. Sawa, lakini kwa nini unataka kufanya hivyo? Nitakwambia, alisema Salome. Saa ngapi? Sasa hivi? Alinijibu hivyo. Basi nilimfungulia mlango, akawa ameingia na mimi pia nikafanya hivyo. Lakini sasa Salome alikuwa ameketi siti ya nyuma. Alikuwa ameketi pale pale ambapo Melinda alikuwa ameketi mwanzo. Salome alikuwa akitazama mbele tu. Na sasa alikuwa kama amebadilika fulani hivi. Yaani alikuwa kuna namna ambayo hata mimi mwenyewe simuelewi. Alikuwa akitazama sehemu moja tu. Salome, nini kwani? Ilikuwa nikimuuliza, lakini alinipatia ishara kunyamaza. Na kisha sasa akageuka ule upande wa pili. Yaani alikuwa akitazama pembeni. Melinda, najua uko hapa. Tafadhali jitokeze, alisema Sauli, kauli ambayo ilinitisha mno. Nilikuwa nikimtazama kwa macho ya mshangao, kwa sababu pale ndani tulikuwa wawili tu. Melinda, narudia tena, najua uko hapa. Jitokeze, alisema tena. Nilijikuta nikishtuka sana, mapigo ya moyo wangu yalianza kwenda mbio. Kwa sababu niligeuka pale nyuma na kumwona Melinda akiwa ameketi. Alikuwa ameketi pembeni kidogo ya Salome. Na sasa alikuwa akilia tu. Alikuwa amevalia mavazi yale yale ambayo alionekana kuvaa ile siku ambayo nilimpakiza kwenye gari. Melinda, alisema Salome. Salome, alisema naye Melinda. Alikuwa akilia wote sasa. Nini ambacho kilikukuta rafiki yangu? Uliondoka siku ile na ukurudi? Aliuliza hivyo Salome. Melinda alilia. Nilipata ajali. Ilikuwa ni ajali mbaya sana, alizungumza Melinda huku akiendelea kulia. Mwanzoni nilihisi nimekufa, lakini kadri nilivyozidi kukaa niligundua kwamba sikuwa nimekufa, bali kuna mtu ambaye alinichukua, alizungumza hivyo Melinda. Ilikuwa ni kauli ambayo ilinitisha mimi. Nilikuwa nikisisimka huku mbele ya gari, huku nikiendelea kuwatazama tu. Walikuwa wakizungumza vitu ambavyo nilikuwa nikihisi kama ni ndoto. Ni vitu ambavyo nilikuwa nikiisha kuvisikia tu kwenye story za wengine, lakini sasa nilikuwa nikisikia live. Salome sasa alikuwa kimya tu. Alikuwa akimtazama rafiki yake. Na mimi pia nilikuwa kimya nikiendelea kuwasikiliza. Lakini sio kama nilikuwa kimya peke yake. Na hofu pia nilikuwa nayo. Kumbuka huyo ambaye anazungumza hapa inadaiwa ni mtu aliyefariki. Na ameweza kudhibitisha hilo mwenyewe. Basi aliendelea kuzungumza Melinda. Mara ya kwanza nilidhani hivyo, lakini ndio hivyo. Nikawa nimepelekwa kwenye nyumba moja hivi. Ni nyumba ya bibi ambayo iko msituni, aliendelea kusema Melinda. Salome alikuwa kimya tu akimtazama. Lakini sasa niliweza kugundua kitu kutoka kwa Salome. Salome hakuwa na macho yale ambayo alikuwa akitazama mwanzo. Sasa alikuwa akitazama kwa macho yenye ujasiri. Nadhani unaweza kanielewa ninaposema hivyo. Na alikuwa akisikiliza tu kwa makini kabla hajamtupia Melinda swali. Na huyo bibi unaweza kumfahamu ni nani? Aliuliza Salome. Melinda alikaa kimya kidogo. Salome akamtupia swali lingine.
Tofauti na huyo bibi, ulimwona nani mwingine? Aliuliza hivyo Salome. Melinda akatafakari kidogo, akanitazama mimi huku mbele, na kisha akajibu jibu ambalo nilihisi nikisisimka na mapigo ya moyo wangu yalianza kwenda mbio. Ilikuona wewe, alijibu hivyo Melinda. Unajua, nilianza kutetemeka na hata sikujua mkojo ulinitoka saa ngapi, ila nilikuwa tayari nimeshajikojolea. Salome hapo alianza kucheka. Alikuwa akicheka kwa sauti ya kutisha mno, na tena macho yake sasa alikuwa akinitazama mimi. Akageuka na kumtazama Melinda. Wakati huo kwenye akili yangu nilikuwa nawaza nifungue mlango nikimbia ama nifanye nini. Alikuwa akimtazama Melinda. Oh, kwa hiyo ndio kaja kunishtakia kwa huyu, si ndio? Ukihisi kwamba utapata msaada, unadhani ana kitu cha kutufanya huyu? Aliuliza hivyo Salome. Mimi sasa machozi yalikuwa yameanza kunitoka. Licha ya kwamba nilikuwa ni mwanaume, lakini ujasiri wote sijui ulienda wapi siku hiyo. Tafadhali Salome, naomba unisamehe sana kama kuna siku niliwahi kukukosea kwenye maisha yangu. Wazazi wangu wananitegemea mimi. Familia yangu inanihitaji sana. Mimi ni binti mdogo ambaye nina ndoto. Nahitaji kutimiza ndoto zangu. Aliendelea kulalamika Melinda. Lakini Salome alichokifanya, aliingiza mkono kwenye sidiria yake na akawa ametoa karatasi fulani hivi. Ilikuwa na unga. Alimimina kwenye mkono, kisha akampulizia Melinda. Alimpulizia Melinda ule unga, na Melinda hapo alipotea. Alipotea kabisa pale ndani ya gari. Nilikuwa nikitetemeka kiasi cha kuhisi kufa. Baada ya kumaliza zoezi lake hilo, Salome aligeuka na kunitazama mimi sasa. Mtetezi wa wanyonge ndo wewe, si ndio? Aliniuliza Salome. Hapana dada yangu, tafadhali sana. Mimi niliamua kumsaidia tu, sikujua mambo yote hayo. Na kama ningejua la nisingemsaidia. Niamini mimi. Nilikuwa nikimwambia Salome. Salome alikuwa akinitazama kwa macho ya hasira. Unajua unataka kutuharibia mipango yetu? Na vipi unavyoenda kusema mambo kama hayo chuoni? Wakati ni mtu aliyekwisha saulika kabisa. Kuna kitu ambacho unakitafuta, si ndio? Aliniuliza Salome. Hapana dada. Hakuna chochote ambacho nakitafuta. Nisamehe sana, wala siwezi kurudia tena kwenye maisha yangu. Nilikuwa nikilia huko nikimwomba Salome. Lakini Salome ule unga ambao aliumimina mwanzo na kumpulizia Melinda, alifanya hivyo kwangu. Nilipoteza fahamu. Na sikuweza kufahamu tena baada hapo kiliendelea nini. Lakini nilikuja kushtuka nikiwa hospitali. Mke wangu alikuwa pembeni yangu. Na sio mke wangu tu, mama yangu pia alikuwepo. Wote walifurahi sana baada ya mimi kuamka. Boni, mke wangu, mama, mwanangu, umeamka? Aliniuliza mama huku akinisogelea pale karibu. Wote walikuwa akilia. Mama, niko wapi hapa? Uko hospitali mwanangu. Uko hospitali na hii ni wiki ya pili. Hakuna hata mmoja aliweza kwamba unaweza kuamka. Ulikuwa kwenye hali mbaya sana. Ulikuwa ni wa kuingizwa ICU na kutolewa mwanangu. Ashukuriwe Mungu bado uko hai, alisema mama huku akiendelea kulia. Nilikuwa nikijaribu kukumbuka kwenye kichwa changu nini ambacho kilinitokea. Na hapo ndo nikaanza kukumbuka kila kitu. Nilikumbuka kitu ambacho kilikuwa kimenitokea. Na mara ya mwisho Salome alikuwa amenipulizia unga. Nilimtazama mke wangu ambaye naye alikuwa akilia tu. Wote tulimshukuru Mungu kwa pamoja. Basi madaktari pia walikuja kanipima. Na walisema kwamba niko sawa kabisa. Na kwa hali hiyo nilitakuwa nikiwa hospitali kwa siku 2 tu. Na baada ya siku 2 kupita kweli, niliruhusiwa kurudi nyumbani. Mke wangu ndipo akaanza kunihadithia kwamba nilipotea tu kwenye mazingira ya kutatanisha. Wao wakaenda kutoa taarifa polisi, lakini pia walitangaza kwenye vyombo vya habari. Lakini gari yangu ilikutwa kwenye moja ya barabara na mwili wangu mimi ulipatikana ukiwa msituni. Kwa maelezo ya mke wangu, wanasema kwamba waliamini mimi nimetekwa. Na mimi sikutaka kuambia kingine chochote. Niliwaacha waamini hivyo hivyo kwa sababu niliogopa endapo
Naweza nikasema na nikajikuta nimejiongezea matatizo mengine, kwa sababu ni kitu ambacho kimeshapita, na mpaka sasa bado niko hai. Sikutaka kuiongelea kabisa hiyo hadithi. Nao ndo mwisho wa hii simulizi iliyokuwa inakwenda kwa jina la Najuta Kumpa Lifti. Mwisho wa simulizi ni mwanzo simulizi nyingine. Lakini pia kama wewe ni mpenzi wa simulizi za kusisimua kama hizi pamoja na za kutisha, unaweza kusubscribe YouTube channel hii ili uwe wa kwanza kabisa kupata kila simulizi inapotoka. Ulikuwa nami mwandishi na msimuliaji wako Mami Maud. Tukutane tena kwenye simulizi nyingine. Bye.